Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na ile topic ambayo nilikuwa nimeianzisha kuhusiana na shule ya ndoa na mahusiano, na ilikuwa kwenye sehemu ambayo imepita ama kwenye series ya 5 ambayo imepita, nilikuwa nafundisha kuhusiana na sifa za mwanaume kwenye ndoa. Sasa nataka, kwa sababu nimefundisha mambo mengi tu kuhusiana na ndoa, nataka nifundishe kwenye hii sehemu kuhusiana na ukombozi wa ndoa. Maana naweza nikafundisha yote, lakini kama sitaonyesha namna ya vile ambavyo ndoa itakombolewa, kuna watu bado hawatakuwa wamesaidika. Kwa hivyo hii itakuwa ni sehemu ya maana sana kwa ile mtu ambaye anaona ndoa yake inahitaji ukombozi. Usikilize kwa makini sana, maana maandiko yanasema ya kwamba mtaujua ukweli, nayo hiyo kweli itakuweka huru. Nadhani nitaguzia mambo kadha ya kadha ambayo yamekuwa ndio sababu kwa nini watu wengi wanaachana, na nitakuwa nafundisha pia namna ya vile ambavyo unafaa kukombolewa ama ndoa yako inafaa kukombolewa ili kwamba mzidi kuishi pamoja. Kwanza nataka niangalie kuhusiana na ukombozi wa rohoni, ukombozi wa ndoa lakini kwenye nafasi ya rohoni. Watu wengi kabla hawajaoana huwa wanaendanga hospitalini ili kupimwa ukimwi, lakini hawaendangi kwa mchungaji ili kufanyiwa deliverance, wakaangaliwa kama kuna maspiriti ambazo zinawazuia kuingia kwenye ndoa ama zimewafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue kwamba huyu mtu unaingia naye kwenye ndoa, kama ni mtu ametokea aswa katika Afrika, ujue kwamba kuna mzimu ulikuwa unaabudiwa kule, na ule mzimu kuna maroho fulani ambao ule mzimu umeyaachia katika maisha ya huyu mtu. Kwa hivyo kama huyu mtu mtaenda mpimo ukimwi, lakini mkose kupimwa spiriti zenu ama mkose kupimwa ndani yenu na mchungaji na mtumishi wa Mungu, ama muombewe mfanyiwe ukombozi, kuna uwezekano mkaingia katika ndoa, lakini baada ya muda ile ndoa ikavunjika. Watu wengine kwa sababu ya kule wametokea wako na maroho za utasha, maroho za uongo, maroho za umaskini, maroho za madeni ambao zimewafunga ama ziliachiwa kutokana na madhabahu zile za kule wametokea. Kwa mfano ukiangalia mtu kama Ibrahimu alikuwa na shida kubwa sana ya kudanganya, na ile shida ikahamia kwa mtoto wake Isaka. Maana Ibrahimu alidanganya kwamba Sara sio mke wake, bali Sara ni ndugu yake wa karibu. Lakini pia Isaka akakuja tu alipokuwa ananyang'anywa alinyang'anywa mke wake na mfalme, akadanganya hivyo hivyo. Ukiangalia Yakobo ndio alizidisha zaidi, maana Yakobo alimdanganya ndugu yake, akachukua uzaliwa wake wa kwanza, akachukua baraka za Esau. Lakini pia alipoenda kwa Labani mambo yakaendelea hivyo hivyo. Jambo lile lilikuja kusimamishwa nadhani wakati wa Yusufu. Maana Yusufu, kuna wakati mke wa Potifa alitaka alale naye, azini naye, lakini Yusufu akakataa. Lakini unaona kwamba Yusufu aliishia jela, kwa sababu hii ilikuwa ni laana ambayo imetengenezwa kabisa ya kudanganya. Yusufu alikuwa na nafasi ya kudanganya na asiende jela, lakini unaona kwamba kwa sababu ilikuwa ni laana ikampelekea akaenda mpaka jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna vifungo tofauti tofauti ama baadhi ya vifungo za rohoni ambazo tunafaa tuziangalie. Kitu ya kwanza tunafaa tuangalie, kabla hujaingia kwenye ndoa, uangalie kwamba umefunguliwa kutokana na laana ya uasherati ambayo inawezekana iko katika damu yako. Sijui kama naeleweka. Laana ya uasherati ambayo iko katika damu yako. Ndoa ya Kikristo siku hizi inalazimisha ya kwamba mwanaume akuwe na mke mmoja, aswa askofu. Nao ni maandiko kabisa. Lakini kama huyu mtu ambaye anaingia kwenye ndoa bado hajakombolewa, ujue kwamba ni bila shaka atatafuta mke wa pili na watatu. Maana labda inawezekana babu yake ama watu wa ukoo wake walikuwa wanaoa wake wengi. Sasa unataka kumlazimisha, lakini damu yake inaongea kitu kingine tofauti. Na hapa ndio sasa unafaa kujua the power of the blood of Jesus, ama nguvu iliyomo katika damu ya Yesu Kristo katika kuikomboa ndoa yako. Maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 na mstari wa 11, maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao,
Kwa hivyo unafaa kujua damu ya Yesu Kristo vile ambavyo utaipitisha kwenye damu yako ili itakase damu yako, ili kama kuna laana ya uasherati ambayo inapita kwenye damu yako, laana ya kuoa wake wengi inapita kwenye damu yako, ipate kuondoshwa kabisa. Na hii haiwezi ikafanyikia hospitalini. Unaendaga kwa mchungaji kabla hujaingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, maana ndoa yako inaweza ikafunjika kwa sababu ya laana ya uasherati ambayo inapita katika damu yako. Lakini pia cha pili, ambacho ni kitu ambacho kinafaa kuangaliwa vizuri sana, ambacho ni kifungo cha kiroho, kinafaa kuangaliwa kabla mtu hajaingia kwenye ndoa, ni kwamba ile familia umetokea kuna mizimu. Na nilieleza huko nyuma nikasema kwamba kila familia ambayo kuna mila na tamaduni ambazo zinafuatangwa, hiyo familia kulikuanga na mizimu zamani. Hata kama leo hii ile mizimu haiabudiwi, lakini hiyo mila na desturi zililetwa na mizimu. Mizimu ni maroho ya kishetani ambayo yalipoabudiwa kwenye familia yako yaligeuzwa kuwa mungu wa hiyo familia. Sasa yakaanza kutoa sheria kwamba watu wakuwe wanachinja, watu wakuwe wanafanya vitu fulani. Kama umetokea kwenye familia ambayo ni ya mizimu, kabla hujaingia kwenye ndoa, kama umeokoka, ni vizuri ukahakikisha kwamba umejitenganisha na hizo madhabahu za mizimu. Huo ni ukombozi sasa wa rohoni pia. Lakini pia kitu kingine ambacho unafaa kukijua ni kwamba unafaa kuhakikisha kwamba mtumishi wa Mungu ameangalia kama inawezekana kuna maroho ya kishetani, maroho ya kishetani ambayo yako ndani yako. Wajua condom inaweza ikazuia ukimwi, lakini ukimwi wa kawaida, ila condom haiwezi ikazuia ukimwi wa kiroho. Kuna ukimwi wa kiroho, lakini kuna ukimwi wa kawaida ambao unapimwa hospitalini unaonekana, lakini kuna mwingine ambao ni wa kiroho. Hata kama kuna vile unaweza ukapewa madawa ya kuzuia, haiwezekani kwa sababu hiki ni jambo la kiroho, na huu ukimwi umekuja kwa ajili ya kukuua. Sijui kama naeleweka. Kitu kingine ambacho tunafaa kuangalia kuhusiana na ukombozi wa rohoni, tunafaa kuangalia kuhusiana na kitu kinaitwa jini mahaba. Jini mahaba ni kwa kizungu tunaziitanga spirit wife and spirit husband. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: wana wa Mungu wakaona hao mpinti za wanadamu kuwa wanapendeza, wakajitwalia wake kwao. Hao ni malaika waliona mpinti ama wanawake wanapendeza wakiwa mbinguni, ama wakiwa wale malaika waashi wakaona wanawake wanapendeza. Maandiko yanasema kwamba wakajitwalia wanawake kati ya hao. Sasa ukiona mwanamke ambaye anatwaliwa na jini mahaba ama anasumbuliwa na jini mahaba ama spirit wife, spirit husband, ama mwanaume anasumbuliwa na spirit wife, ujue kwamba huyu mwanamke number 1 ako na sifa za kuwa mke mwema. Maandiko yanasema ya kwamba kwenye kile kitabu cha Mithali 31 na mstari wa 10 ya kwamba mke mwema ni nani awezaye kumwona. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 19 mstari wa 14, maandiko yanasema mke mwema utoka kwa Bwana. Kwa hivyo ukiona mwanamke ana shida ya jini mahaba ama spirit wife, spirit husband, ujue kwamba kuna sifa ya kuwa mke. Lakini pia namba 2, ukiona kwamba mwanamke anasumbuliwa na spirit wife, spirit husband, ujue kwamba anasumbuliwa kwa sababu wameona vile amejipamba kwa nje, wameangalia kwanza kwa nje. Paulo anasema kwenye kile kitabu ama Petro anasema kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 3, anasema ya kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu, bali kuwe kwa utu wa ndani, utu wa rohoni. Wanawake wengi wamewekeza sana katika kujipamba kwa nje, kujipaka marashi, kujipaka madawa fulani ndio wapendeze uso na kuwa na shape nzuri. Lakini Petro anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu, lakini kwa utu wa ndani zaidi. Unafaa uwekeze sana kujipamba kwa ndani, ambapo ni kuomba sana, lakini pia kumtafuta Mungu kwa kusoma neno la Mungu na kufunga, kuliko vile ambavyo utawekeza kwa nje. Wanawake wengi utashangaa kwamba wanaweza wakatumia 10,000 katika kujipamba kwa nje, lakini hawezi kutumia 10,000 ili kuhakikisha kwamba amenunua Bible, amesoma neno, ameenda kufunga, vitu kama hizo. Sijui kama naeleweka. Kujipamba kwa nje